Uchafu ni moja kati ya tunda la kutokuwa na roho. Utashindwa kunielewa. Usafi sio maana yake umevaa nguo mpya. Usafi ni usafi wako binafsi. Unapunguza mambo mengi. Kwa hiyo ndio unakuta wameweka masanamu, wameweka mafuvu, wameweka nini katika madhabahu zao. Wengine wamepaka mpaka marangi kwa ajili ya kutisha, lakini mwisho wa siku wanatumia nguvu za giza kwa ajili ya kuzuru watu wengine. Uchawi unaanza na kijicho. Nisikize kwa makini. Huyu kwa nini anazaa? Mimi kwa nini sizai? Huyu kwa nini anaolewa? Mimi kwa nini siolewi? Kwa nini wana pesa, mimi sina pesa? Kijicho, wivu. Huo unaanza hapo. Kwa mambo mengi ya kichawi yanaanzia katika hatua hizo. Kwa kijicho kinaanza, mwanzo anaanza kukupiga, anakuta uwezo. Anakutafutia ubaya, anakuta ameshindwa. Baadaye anaenda kutumia uchawi ili kukumaliza kabisa. Kwa uchawi ni kutumia nguvu za giza za shetani kwa ajili ya kuzuru mtu mwingine. Ndio maana hatua ya kwanza, mtu ambaye ni mchawi duniani ni mtu anamchukia ndugu yake. Narudia tena. Mchawi wa kwanza duniani ni mtu ambaye hana upendo. Ndio uchawi unaanzia. Ni mchawi mdogo. Anapoenda kwanza kutumia madhabahu za giza au nguvu za giza, anaanza kuingia katika uchawi mkubwa mpaka baadaye anakuwa mchawi mtaalamu. Sasa nisikize kwa makini, naingia ndani zaidi. Siku moja katika mkutano mmoja, babangu kiongozi mmoja wa kiroho alituelezea, na ilikuwa ni ushuhuda mkubwa sana. Mtumishi mmoja wa Mungu alikuja mahali katika mkutano wa nje, wakaita watu wengi sana, mkutano mkubwa. Na alipokuwa pale nje akainuka akasema, ninasikia kitu ndani yangu, kama kuna mtu hapa ni mchawi au mganga wa kienyeji, pita mbele. Hivi naagiza moto unakuteketeza hapo hapo. Jamaa wakakausha, wakaamua kukaa kwenye viti bado, kwa sababu kuna wengine walikuwa wamezaliwa wachawi, wengine walikuwa wanafuga majini, wengine walikuwa wakitoka kwenye mkutano nenda kwa waganga wa kienyeji, na waganga wa kienyeji walikuwa wameshakasirika ule mkutano, kwa walikuwa hautaki. Kwa hiyo baadaye akasema tuombe. Alipoinua mkono, wale watu wote wakasikia nguvu zinaisha. Akasema kama unaona nguvu zinaisha, pita mbele. Wakapita. Akamchukua mama mmoja, akamwambia, mama, niambie wewe ni wa kundi gani la wachawi? Ndio watu wakaanza kugundua kumbe wachawi sio wa aina moja. Yaani mchawi huyu na huyu wanaweza kuwa wote ni wachawi na wajuani. Kwa sababu kuna uchawi wa aina 5. Nisikize kwa makini. Kuna uchawi wa aina 5. Kuna uchawi ambapo wanakutania kwenye mti porini. Kwa usiku ukisikia watu wanapaa, wanachukua vitu kwenye nyumba, wanaingia kwenye nyumba, wanachukua vitu, wanaenda kutana porini kwenye mti. Kuna miti porini ambayo inaficha uchawi. Kwa wale ambao wanakutania porini au katika hapa Zuzu, kuna miti ambao watu wanakutana usiku kwa ajili ya uchawi. Na ukitaka kunielewa, kamuulize mzee mwenye mashine hapo, atakwambia. Pale pembeni yake palikuwa na mti ambao ulikuwa ni mti wa uchawi, kwa chini kule nyuma ya nyumba yake kule. Walikuwa wanakutania usiku, kwa bahati mbaya wakataka kumloga na yeye. Sasa na yeye uchawi wake sio aina hiyo. Ndio maana kwenye mazingira ya Wagogo, ukienda kwa mganga anakupa kibuyu uweke nje ya nyumba kuzuia asikuloge. Kwa sababu aina ile uchawi sio wa kwenda porini. Hiyo kwanza. Aina ya pili ya uchawi ambapo wachawi wanakutanika ni kwenye maji. Sana sana unapatikana sehemu ambazo ziko karibu na mito. Lakini hata sisi ambao tunakaa huko karibu na maji huko chini, jua kuna majini na mapepo ambayo yanapenda maji. Wanapenda kukaa kwenye sehemu zenye mito, wanakaa sehemu yenye bahari. Ndio ukisikia Dar es Salaam jini Makata, majini mbalimbali. Maana uchawi unaongozwa na majini na mapepo na mashetani. Mashetani ndio majini ambao ni malaika wa giza. Lakini kuna kuwa na mapepo kwa ajili ya kubadilisha tabia za watu, kwa sababu kazi ya pepo ni kutengeneza njia kwa ajili ya majini kufanya kazi. Sasa unagoba na kutisha. Nataka uelewe.
Kwa lengo kubwa, hiyo ni aina ya tatu. Nimekwambia kwanza polini, misituni wanakuwa na miti. Hata huko pale nikata mti fulani, wazee wakaniambia hapa inabidi utoe tambiko kwanza. Ukikata mti hivi hivi unakwenda na maji. Nikamwambia mtakwenda na maji nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa wanatumia nguvu ya uchawi kwa ajili ya kutanika. Kwa sababu huku zamani kulikuwa polini. Lakini kuna wale wanakutana kwenye sehemu ambazo wanakuta ni kwenye maji. Aina ya tatu ni wale wanakutana njia panda. Au ni aina nyingine kabisa wachawi. Aina ya nne ni wanakutana makaburini. Au ni aina nyingine wachawi. Kwa hiyo inatukana, ukikutana mchawi unatakiwa umuulize kidogo, wewe ni wa wapi? Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mmoja wako tofauti tofauti. Na ndio maana unapoenda kuagua kishirikina, mganga atakuuliza maswali fulani ya juu, unatokea katika umepata nguvu wapi? Umepata katika uchawi wa aina gani? Ili anapowasiliana maguvu yake ya kishetani aweze kuwasiliana na mchawi ambaye anafanana na hiyo class. Aina ya mwisho ya uchawi ni wachawi wanakutana kanisani. Kwenye makanisa kabisa wachawi wamefanya vigenge. Ndio maana kuna makanisa akiingia mchungaji fulani au akiingia padri fulani lazima afe akiwa kinyume chao. Na unaweza kukuta watu wanakutana baada ya ibada, wenyewe unadhani wanakwenda kwenye ibada, wanaenda kukutana kwa ajili ya ushirikina. Wanakaa kwenye makanisa. Kanisa lolote ambalo halina moto wa Mungu, mchawi watakaa na watengeneza kambi. Na kazi yao ni kuharibu washirika. Ndio maana kwenye makanisa mengine usije ukaenda na pesa yako unaenda kutoa sadaka, watakushughulikia. Usije ukajionyesha katika hali fulani, lazima wakushughulikie. Kwa sababu hakuna nguvu ya Mungu, hakuna moto wa kufukuza wachawi. Kwa hizo ni aina tano kati ya nyingi za uchawi katika dunia hii. Maandiko yamesemaje? Au tuangalie kwanza madhara ya uchawi. Madhara ya uchawi ni kama 10. La kwanza, watu kuwa na magonjwa yasiyopona. Magonjwa ya ajabu tu, hayaponi, watu wote ni magonjwa tu. La pili, kuharibika mimba kusikokuwa kawaida. La tatu, watu kutokuwa na maendeleo. Kuna watu wa Kigoma huko, wachawi wa Kigoma, ukianza kupata maendeleo lazima wakushughulikie. Na ndio uchawi wa Kiafrika, baada ya kukusaidia ili uweze kuwa tajiri, wenyewe wanakushughulikia wakumalize. Uchawi wa kuondoa maendeleo katika maisha ya watu. Jambo la 4, uchawi unapumbaza akili. Kwa unakuta mtu ambaye alikuwa na akili darasani anasoma elewi. Yaani akiangalia A anaona kama J, K anaona kama O. Kila kitu kinabadilishwa, kinachezwa akili. Akili yake hata akienda kufanya chochote. Hujamwona mtu ambaye unakuta mpaka unamshtua kama bila amelala usingizi. Anaweza kuwa na akili njema pia, lakini kichwa kinakuwa less. Ana utulivu kwa sababu anarogwa masaa 24 ya uchawi. Ni kumwaga damu. Kuna mahali usipokaa sawa, lazima gari ianguke, lazima pikipiki zigongane ili damu imwagwe. Jambo la 8, madhara ya uchawi, kuiba nyota. Humu ndani inawezekana kuna watu walikuwa madaktari, kuna watu walikuwa mainjinia, kuna watu walikuwa ni wakaguzi au watu aina fulani, lakini nyota ikafanya nini? Ikaibiwa. Kwa mebaki mazombi. Wanaiba nyota, wanapeleka wapi? Wanapeleka kwenye madhabahu za kichawi. Kwa ajili ya nini? Akija mtu kutaka biashara iende vizuri, wanampa nyota yako. Ni kukosa usingizi. Uchawi ukiukamia, unashangaa na usingizi unapaa. Sasa tunatakiwa tufanye nini? La kwanza, kitabu cha Walawi ambao tumesoma leo, sura 20 mstari wa 27. Hem, tuangalie nasemaje. Walawi 20:27. Nitaomba nisome katika jina la Yesu. Anasema,
Tena sikiza kwa makini, mtu mume au mke, sikiza kwa makini, mtu mume au mke aliye na pepo, kwa sababu uchawi unaweza kuwa ni mganga mwenyewe ndio kigango, maana yake una pepo wewe mwenyewe, au aliye mchawi, maana yake wewe sio kazi yako ni kuroga, sio mganga, hakika atauawa. Watawapiga kwa mawe, damu yao itakuwa juu yao. Ukimuua mtu mwenye mapepo ya uaguzi au mchawi, ndio Mungu anataka hivyo. Kwa mchawi hataki kuishi. Kwa tunasemaje? Sio kama nataka tuwaue wachawi, tunampa nafasi ya kutubu. Kama hataki kuacha uchawi wake, anaondoka, tunamzika, kwa sababu Mungu ameshasema mchawi hawezi kuishi. Kwa leo tunaenda kuwakaanga katika jina la Yesu. Amen. Tunaenda kutengua mapando yote ya shetani ndani ya mtu yoyote, tunavuruga leo katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Na Mungu aliwazuia na Waisraeli kuamini kwenye uchawi. Kitabu cha Mambo ya Walawi au Walawi sura ya 19 mstari wa 31, sikiliza. Anasema, msiwaendee wenye pepo. Kwa kama umewahi kwenda kwa waganga, mpendwa katika Bwana, inabidi leo utambue, vinginevyo umeenda kupata mapepo na wewe. Anasema msiwaendee wenye pepo wala wachawi. Wenye pepo maana yake ni waganga, wanagangua, wanaagua, ndio maana wenye pepo. Mchawi ni mtu ambaye anakuja kuroga. Yaani ngoja nikwambie, mwenye pepo anatoa uchawi, mchawi anakuja kuchomeka madudu. Ndio vitu viwili hivyo. Mganga kazi yake ni kuagua, kutoa uchawi. Mchawi kazi yake ni kuroga, kuharibu. Sawa, kuna wengine wana vyote viwili. Anawaroga watu ili aje kuagua mwenyewe. Sisi na wao, mimi ni Bwana Mungu wenu. Kwa cha kwanza nimekwambia tunaenda kuua mchawi. Cha pili, kama umewahi kwenda kwa wenye ganga kwa wachawi, maana kitu chako kiko kule, ikitokea nguvu zimeisha, akugeuza, anakupiga vizuri. Jambo la tatu, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23. Naomba nisome katika jina la Yesu. Anasema, Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23. Nitasoma katika jina la Yesu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Mtu yoyote aliye na kiburi hana tofauti na mchawi. Maana yake kwamba mapepo yanapenda mtu kama huyo, na mapepo yanapenda mtu ambaye ni mjeuri na mkaidi. Kwa kama una hiyo kitu, mpendwa katika Bwana, leo kinapaswa kuweza kuondoka. Nikimalizia mistari michache, tunatakiwa kufanya nini sasa? Kitabu cha Mika sura ya 5 mstari ule wa 12. Mika sura ya 5 mstari wa 12. Mika sura ya 5 mstari wa 12. Nitasoma katika jina la Yesu. Anasema, nami nitakatilia mbali uchawi, usiwe mikononi mwako, wala utakuwa tena na watu wenye kutabana, wanaenda kutambika na kuabudu miungu mingine. Mungu anachukia uchawi. Sasa nisikilize, kwani wachawi wanafanya nini? Ukisikia mtu amekuja kulogwa usiku na wanapita, ndio maana nilikwambia kila siku uombe. Mtu anakuja asubuhi, mchungaji, nasikia kuumwa. Jana usiku uliomba? Nilikuwa nimechoka nikaamua nilale. Huwa anapenda kupiga makofi mjinga kama huyo. Neema zile baraka nazipeleka wapi? Mtu mmoja alipewa neema kwenda kuona huko maporini kuna nini, huko kwenye miti huko.
chini ya ile miti katika ulimwengu wa roho kumehifadhiwa baraka za watu. Kwa sababu mchawi kama kishaiba amekupiga na umekula ile laana, kama Mungu alikuwa amekuachia neema nyingine katika maisha zinapelekwa huko. Unashangaa mambo magumu, lakini kwa sababu uchawi unakufanyia kazi. Jioni leo tunapoenda kuomba, naomba uombe kwa uchungu. Unaweza kujua ni wapi umeibiwa baraka. Tunaenda kurejesha kwa maombi magumu. Tunaenda kuua nguvu za kichawi katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, takasa maisha yangu. Baba, ninatubu dhambi yoyote ambayo inaniungamanisha na madhabahu za kichawi katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu nainua mikono yangu juu. Naomba moto katika mwili wangu. Kama kuna alama yoyote ya kichawi, iwe ni chale, iwe ni chakula, iwe ni mbegu au chochote cha kichawi katika eneo lolote la mwili wangu, moto toka, moto toka, moto toka, moto toka, moto toka kwa jina la Yesu. Aina yoyote ya uchawi, alama yoyote ya uchawi katika kichwa changu, futika kwa damu ya Yesu. Toka uchawi wote katika kifua changu, toka, toka kwa jina la Yesu. Uchawi wote katika tumbo langu, chakula chochote nilichokula ambacho kimetiwa katika madhabahu za kichawi, noka, 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 noka kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba aina yoyote ya uchawi ambao umekamata mikono yangu, nainua mikono juu. Uchawi kufa. Moto, 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 moto kwa jina la Yesu. Aina yote ya uchawi katika miguu yangu, Baba, napoinua mikono ninaamuru moto, 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 uchawi kufa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba katika maisha yangu, yawezekana nilipelekwa kwa waganga kienyeji au nilienda mwenyewe kwenye madhabahu za kichawi kwa kujua au kutokujua, leo kwa jina la Yesu ninatengua nguvu ya uchawi, ninavunja maagano. Achia maisha yangu. Moto, moto, moto katika jina la Yesu. Ewe uchawi, kufa leo. Achia roho yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya pepo, aina yoyote ya jini, aina yoyote ya mapepo, aina yoyote ya mashetani, nguvu yoyote ya kichawi ambayo imetumwa katika maisha yangu kwa ajili ya kufuatilia maisha yangu na kupeleka taarifa kwenye madhabahu za giza, leo kwa jina la Yesu, moto wa Mungu angamiza nguvu hizo, angamiza ushirikina, achia maisha yangu, shindwa milele. Moto, moto, moto kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba aina yoyote madhabahu ambayo imetumwa kuhakikisha sitimilizi hatima yangu, ninaomba leo moto wa makaa, moto juu ya madhabahu ile, angamia leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema, Baba yangu, umesema nisimwache mchawi akaishi. Mtu mume au mtu mke ambaye anatumia mapepo, anatumia uaguzi, anatumia ushirikina, anatumia uchawi kinyume cha maisha yangu, leo Bwana
ninatamka msiba juu yake, msiba juu yake. Achia maisha yangu, achia yangu, achia nafsi yangu. Na agiza moto makaa, moto makaa, moto makaa juu ya madhabahu ile. Angamia leo, teketea leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, nguvu yoyote imetumwa kufuatilia maisha yangu, ninaamuru leo moto, moto wa Mungu, moto wa Mungu, angamiza uchawi, angamiza ushirikina katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Sema, Baba yangu, leo ugonjwa ambao umekuwa ukirudi kwangu mara kwa mara kwa sababu ya uchawi, mahali pale ambapo walizika kitovu changu kwa ajili ya ushirikina, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninasafiri katika ulimwengu wa roho. Baba, ninakomboa kitovu changu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamuru moto, moto kwenye madhabahu ya giza. Rabo sakaria ndala, komboa, 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 komboa. Rebo sa, usikae kimya, komboa, komboa katika jina la Yesu. Rekapa kariendo robo shebeka, rekapa kariendo robo saba, ramo sakariendo rabo. Sema, damu ya Yesu, damu ya Yesu, angamiza uchawi, angamiza ushirikina kwa jina la Yesu. Nisikilize, haya maombi sasa ya muhimu sana. Sema, Baba yangu, kama kuna kitu ambacho madhabahu yoyote ya kichawi imeiba